Naam, ni tarehe ya pili ya mwezi wa 12 mwaka huu 2025. Hali gani lakini unaendeleaje? Mambo yako vipi huko uliko mtazamaji na mdau mkubwa na mwanafamilia wa Mgongo TV? Karibu sana ndani ya Sport Kick, tuzungumze habari za kimichezo, tuzidadavue kwa uzuri yale ambayo tumeyafumbata. Mengi kwa uchache wake ni kuhusiana na mwendelezo wa ligi kuu ya kandanda Tanzania bara baada ya vigogo wanne ambao wanasimama kwenye ile top 4 ya msimu uliopita ya ligi kuu ya Tanzania bara kumaliza shughuli zao ama kupumzika kidogo kwenye mikiki ya kombe la shirikisho barani Afrika pamoja na klabu bingwa. Sasa nguvu zote ni kwenye NBC Premier League. Nazungumzia ligi kuu ya kandanda Tanzania bara. Ni Simba, Azam, lakini ni Singida Black Stars pamoja na Yanga. Ligi kuu inarejea na mambo yako vizuri kabisa. Tunakujuza hapo kwa uzuri, lakini tutakujuza pia kuhusiana na masuala mazima ya Ahmed Ally. Amezungumza kipi ama kipi ambacho kinazungumzwa sana kwenye headline. Hapo tutakujuza ndani ya Sport Kick. Mwenzangu ni Damian Haule, yuko hapa, mchambuzi wa masuala ya soka. Mimi ni Chazi Fabian, lakini nyuma ya kamera ni Nathaniel Majanto. Hakikisha hapo tunakupeleka kwa uzuri kwenye habari za kimichezo. Habari ya wakati huu Damian? Salama kabisa. Mambo yako vizuri? Alhamdulillah. Uzima upo? Yes. Basi jambo la heri. Tuanzie hapo. Bana, ligi kuu ya Tanzania bara baada ya hawa vigogo wanne hawa. Nikisema vigogo sikosei kwa sababu Simba, Yanga, Azam timu kubwa. Ndiyo. Lakini Singida naye ameingia kwenye hiyo orodha yake. Ukitoa wale watatu anafuata Singida Black Stars. Sahi. Wanarejea na kuanza mikiki na mchezo wa kesho majira saa 3 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kutakuwa na mchezo wa Azam FC wakiwa pale Chamazi. Watakuwa wenyeji wa mchezo huo dhidi ya Singida Black Stars. Lakini mchezo mwingine utapigwa tarehe ya 4. Watakuwepo Simba nyumbani dhidi ya Mbeya City. Lakini nje na hapo pia tarehe 4 hiyo Young Africans watakuwa nyumbani dhidi ya Fountain Gate. Tuanzie mchezo wa Azam dhidi ya kikosi cha Singida Black Stars. Wote wametoka na kupata charge, wameboostiwa kidogo. Ndio. Kwenye club kombe la shirikisho. Ni mchezo wa aina gani tunaenda kupata kutoka watu ambao kidogo wametoka kujeruhiwa huko? Mchezo utakuwa mgumu. Haijawahi kuwa mchezo mrahisi jana unapokutana na Singida na Azam FC. Yeah. Wote ni majandi sasa hivi, wanawakilisha taifa kwenye mashindano ya CAF Confederation Cup. Na wote wametoka katika exercise hiyo. Sasa hivi wamerudi sasa kujiandaa na michezo ya ndani. Mchezo huu naona utakuwa mgumu kwa sababu kwanza kutakuwa na siku nyingi za kujiandaa kuelekea mchezo huu. Yeah. Wamerudi almost sasa hivi wana siku kama 3 kama si 2. Kwa hiyo watakuwa wamepata siku 2 tu za kupumzika kuelekea mchezo huu. Kwa hiyo naona mchezo ambao utakuwa mgumu, makosa yatakuwa mengi zaidi kutokana na fatiki, lakini ni mchezo ambao una mbinu nyingi. Yep. Mwalimu Gamondi, Ibenge, wote ni walimu ambao wanajuana na ni walimu ambao wana profile kubwa. Yep. Kwenye bara la Afrika. Kwa hiyo naona ni mchezo mgumu sana kwa wachezaji wa Azam FC, lakini pia kwa wachezaji wa Singida. Ila sioni pia game ambayo itakuwa na magoli mengi zaidi, ila naona mpira utakuwa mgumu kutokana na quality ya wachezaji, lakini pia kutokana na fatiki ambayo wamekutana nayo kuelekea kutoka katika mashindano ambayo wamecheza hapa yaliyopita. Na nikurudishe hapo. Nadhani wamepitia kwenye michezo ambayo inahitaji maandalizi na nguvu kubwa sana. Ukizungumzia mchezo wa Wydad Casablanca, Azam na Wydad Casablanca unahitaji maandalizi. Lakini hawa walikuwa na Stellenbosch, Singida Black Stars. Wote mambo ya kuwa vizuri. Tutarajie radha ama ushindani mkubwa utakuwepo ama utakuwepo tu uchovu wa mechi kubwa ambazo zimepita nyuma yao? Ladha inaweza ikawepo, lakini sioni ile kwa game kikubwa. Sioni ile game ambayo inaweza ikatupa tafu. Unajua unapocheza timu kubwa zote mbili, ni moja wapo ya game ambayo inakuwa inaleta hali nzuri ya kimchezo na inakufanya pia unajisikia vizuri. Mathalan tuliona ile game ya Simba dhidi ya JKT Tanzania kule Mbweni. Ile game ilikuwa bora katika game bora ambazo JKT msimu amezitoa. Basi huwezi kuacha game ambayo ameitoa dhidi ya Simba. Kwa hiyo kwa game hizi ambazo zinakuja sasa hivi, game ya kesho, sioni ile game ambayo
watu walijiandaa almost wiki nzima, hamasa za hapa na pale, mashabiki, unajua zile. Lakini wamepata muda mdogo wa kuweza kujiandaa, almost siku kama 2 sasa hivi. Kesho ndo siku ya mchezo, huwezi kuihesabia. Kwa hiyo sitarajii kuona game ambayo itakuwa ina mbinu nyingi, itakuwa ina watu mikimbio itaongezeka, lakini kutokana na experience ambayo wamekutana nayo wiki iliyoisha kwenye mashindano ya Confederation Cup, naona uchovu utakuwa mwingi sana, makosa yatakuwa mengi kweli. Okay. Cha mwisho kabisa, unampa nani asilimia kubwa? Ni Frole Ibenge akiwa na Azam FC anaweza kawa na nafasi kubwa ya kuchukua ushindi ama kuibuka na ushindi katika mchezo huo, ama tumpe Miguel Gamondi na Singida Black Stars ana nafasi kubwa ya kuchukua alama 3? Karata yangu naona Gamondi anaweza akaperform vizuri. Okay. Akaperform vizuri, na ukilinganisha na confidence ambayo wameipata mchezo wa mwisho, wameipata sare. Yes. Kwa hiyo inamtengenezea confidence na kujiamini zaidi kuweza kukutana na mpinzani yoyote ambaye anakuja. Kwangu namuona Singida Black Star akiondoka na alama 3 ambazo zitamsaidia katika ligi kuu NBC. Azam, yes, anaweza akafunga, lakini simuoni Azam yule ambaye tulikuwa tunamuona msimu ulivyoanza. Hapa katikati amepoteana kidogo na amepoteza mechi zote 2. Kwa hiyo karata yangu nampa Mwalimu Gamondi, anaweza kuondoka na ushindi. Okay, tugeukie mitaa ya Msimbazi Kariakoo jijini Dar es Salaam, ambako Simba yeye atakuwa pale katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Mbweni, ambapo yeye atawalika Mbeya City, vijana wa Papo Nation kutoka pale jijini Mbeya, jiji la kijani. Mbeya City wametoka kumfukuza kocha wao, wanakuja kukutana na Simba ambao imejeruhiwa. Ni mchezo wa aina gani, Damian Haule? Tutazame huu mchezo kwa ufupi sana. Asira za Simba wanataka kurudisha matumaini na morali yao ambayo imepotea kwa muda mrefu. Tunajua Simba sasa hivi wako katika kipindi kibaya, sio kipindi kizuri cha kuperform. Mechi 2 za CAF Champions League wamepoteza, wanahitaji kurudisha matumaini yao, wanahitaji kurudisha nguvu na morali, wanahitaji kuthibitisha kwamba wao ni majiant katika ligi hii, wanahitaji kuwaambia mashabiki kwamba no, yaliyotokea si ndio ile tugange yajayo. Kwa hiyo wataongea nao vipi? Kitu ambacho wanaweza kuongea nao ni kushinda mechi uwanjani. Kwa hiyo sioni Mbeya City akileta tough game ambayo aliitoa kwa Young Africans katika mchezo wa kwanza wa ligi ya ufunguzi, mechi za mwanzo zile. Naona Mbeya City wakilazimishwa kufungwa, tena wasipokaa vizuri wanaanza kufungwa hata magoli mengi, kwa sababu Simba walikutana na wapinzani wagumu kwenye CAF Champions League, lakini huwezi kumlinganisha mpinzani wa CAF Champions League na mpinzani ambao unakutana naye kwenye ligi ya ndani. Though kuna game unaziona kabisa hizi ni tough, watu wanatoa kweli game nzuri, lakini kwa hii kutokana na Simba experience yake aliyokutana nayo wiki hizi 2 zilizopita, kufungwa, atahitaji ushindi kwa aina yoyote ile, ili mradi arudishe morali ambayo imepotea. Simba ametoka safarini leo na ametua Dar es Salaam hii leo akitokea nchini Mali. Angalia namna ambavyo urefu wa safari, uchovu wa wachezaji na mambo kadhaa. Tuzungumze kwa uchache. Atakuwa na muda ule wa kusema kwamba ajiandae vizuri. Ana mchezo mbele yake dhidi ya Mbeya City, ana mchezo mbele yake dhidi ya Azam. Zote ni mechi kali. Muda utoshi, lakini hatuwezi kubadilisha hii ratiba tukaifiksi kwa namna nyingine. Muda utoshi, kwa hiyo muda huu ambao upo Simba anatakiwa kuutumia vizuri ili kuweza kupata matokeo, kwa sababu umeona almost atapumzika siku ya leo, kesho kutwa anaingia uwanjani. Kwa hiyo muda utoshi na hatuwezi tukabadilisha hilo. Anachotakiwa ni kutumia muda vizuri kuweza kupata matokeo. Naam, tulikuwa tunatazama kwenye kick-off hapo, tunatazama namna ambavyo ligi kuu ya kandanda Tanzania Bara itasonga mbele na kuendelea, na tumeigusia tu michezo kadhaa, mchezo wa Azam FC dhidi ya Singida Black Stars, lakini mchezo wa Simba dhidi ya timu ya Mbeya City kutoka pale Mbeya. Hapo tulikuwa tunajaribu kuangazia na kudadavua kwa uzuri, lakini tutakapopata wasaa mzuri tena kwa siku ya kesho tutajaribu kulitupia jicho kwa uzuri mchezo hasa wa Yanga dhidi ya Fountain Gate. Ratiba iko hivyo na ratiba iko imebanana hivyo, lakini haina shida ama haina haja ya timu zote kuingia kiwanjani kutimiza kila ambacho kimetolewa na bodi ya ligi kuu ya kandanda Tanzania Bara. Kuhakikisha mchezo husika unachezwa. Ni ndani ya kick-off hapo, moja kwa moja tunaingia kwenye headline kuangalia kitu gani ambacho kinazungumzwa sana.
Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.